Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Serena Hotel tumetoka kwenye press moja nzito sana ya kimsingi ya kijamii, lakini tukasema tuzungumze naye maili matatu bwana, kwa sababu mji nao umekuwa ni wa moto. Atuambie yanaendelea. Mjako kwema? Kwema kabisa. Kwanza niwapongeze, mmelivalia njuga swala zima la Tanford Tanzania Trade and Logistic Business Forum ambayo inafanyika tarehe 13 na tarehe 14 pale Dubai. I'm so proud of you kwa sababu it's all about our life. Kwa hiyo uwepo wenu na kutokea kwenu maana mmeonyesha ni opportunity kubwa sana kwa vijana wenzetu au mataasisi au makampuni yanakwenda kupata. Msamaha aliyokuambia Diamond juzi mpaka sasa hivi una impact gani kwenye ndoa yako Mwijaku? Maana umesema maana umeachwa sasa hivi uko single. Tuambie wananchi wanataka kujua ukweli kwenye hilo, maana pia na shemeji yetu ametoa tamko pia. Masuala ya familia yangu kidogo yapo very critical, na kwa namna tulipofikia siruhusiwi kumtaja mzazi mwenzangu kwanza kwenye mtandao. Hilo la kwanza, na ana haki hiyo ya kuzuia kutajwa kwenye mtandao. Hilo la pili, lakini pia lazima nisubiri upande wa pili utakaponiruhusu, kwa sababu jambo tayari limeshaipo kwenye familia. Lakini angalizo nilopewa ni kutokumtaja mzazi mwenzangu kwenye vyombo, kwa sababu yeye sio mtu wa mitandao. Kwa hiyo endapo nitafanya hapa kumtaja tena, nitakuwa tayari nimecreate kuzidi kumwekea tatizo, kwa sababu yeye sio maisha yake haya. Kikubwa mimi navuta subira, naamini wazazi wanaweza wakatatua. Kama itashindikana basi ni Mwenyezi Mungu amepanga. Ila pia naomba nitoe onyo kwa mtu kama Maimartha anafurahia anguko la mtu, sio vizuri. Hata kama anajua changamoto zangu, labda huwezi kuanika kusema mimi nimefanya hivi, maana kama ugumu umenekea ugumu zaidi. Sikupendezwa na mazungumzo yake aliyofanya. Maimartha ni rafiki yangu, ni mtu ambaye muda wote anapiga simu tunaongea. Nipo kwenye changamoto. Sio picha nzuri alifanya sasa kuzungumza mimi nimekamatwa kwa kitu gani au nimechangamoto ya kitu gani. Kile kitu unachokizungumza hujui kina create vitu kwa mwenzangu upande wa pili. Maana najionyesha mimi labda niko proud na changamoto tunayopitia. Kwa sababu anaongea as if mimi nimemwadisia story wakati kitu sio hicho. Kwa hiyo nimuombe Maimartha kwenye maisha ya ndoa kwa na changamoto ajaribu kuchill. Na muelewa sana Haji Manara kwa nini alitaka kumfungulia kesi. Yaani nimemuelewa sana. Unajua wanasema mvua kama haijakunyeshea huwezi kujua ukubwa wake. Lakini Mwijaku hapa umezungumzia kuhusiana na Manara kumfungulia kesi Maimartha. Lakini pia tukirudi nyuma, si ni moja kati ya watu ambao washafanya interview nyingi sana. Ukizungumzia anguko la ndoa ya Diamond na Zuchu. Yes. Mara nyingi sana Mwijaku. Sadaka. Ushawahi kufurahia hivyo vitu? Ushawahi pia kufurahia subiri Mwijaku. Ushawahi kufurahia pia ndoa ya Zaiylissa na Manara kuvunjika? Kwa nini Maimartha kwako? Sijawahi. Kwanza nitafutie content unasema mimi nimefurahia. Mimi nilifurahia anguko la Manara, sikufurahia ndoa ya Manara na Zaiylissa kuanguka. Nenda kaangalie. Nilifurahia anguko lake kwa sababu mimi leo huwezi kuna yani akikosa furaha. Si ndio chochote kile? Yani kitu chochote akikosa furaha mimi am so proud. Hapana, furaha ipo kwenye ndoa. Hii sosi ya anguko la Manara. Hapana, mambo mengi ana msongo wa mawazo. Alichelewa, kuna vitu sisi tumekuja mjini tumempita. Kwa hiyo vitu vingi vilikuwa vinamshurutisha kichwani mwake. Kwa hiyo kwa Diamond na Zuchu. Sababu Mwambino si ni muhuni ule mzinifu. Huwezi kufanya kwa sababu hata ndoa yake yenyewe bado tuna mashaka nayo. Mtu kama Mwambino. Nimekaa naye kwenye ndege masaa 6. Mshenzi ule. Masaa 6. Japo ni kweli mkeo haipo nyumbani. Ndio maana nimesema changamoto tupo familia inafuatilia. Haipo nyumbani. Ni kweli. Yes. Okay. Sawa. Na mtoto wako pia? Sasa unajua wewe kama hujaishi na mke, yani huwa changamoto zikitokea lazima mtoto asaidi na mama. Okay. Yani by any means. Labda kama hujai kuishi na mwanamke. Kama umeishi na mwanamke, changamoto yote inayotokea mtoto lazima asaidi na mama. Na usitumie force uanze kumchukua mtoto, hujui mtoto atalishwa nini. Kwa hiyo na chill, inna Allah ma sabirin. Ila Mwijaku hapo kwenye issue ya mali umezungumza kwamba mimi sina mali ninaumiliki. Una pikipiki? Mimi nina pikipiki na pikipiki nilipewa baada ya kufanya tangazo na taasisi fulani na nyingine nilinunua mwenyewe. Wewe hata ile gorofa sio la kwako.
Gorofa sisi nilijenga ni mali ya Marichui. Ile gorofa ni mali yangu, lakini nilikuwa wakati nipo kwenye ndoa. Unarinadi mara nyingi unasema kwamba ni pesa yangu ndio nimejenga, kwani pesa nani? Umesema huna chochote. Yes, sasa kitu nimeshakijenga, nimeshamkabidhi mtoto wangu. Kwenye makaratasi nimeshamkabidhi Marichui. Kwa sababu hajafikisha miaka 18, maana yake mimi na mama yake ndio tunasimamia. Akifikisha miaka 18 automatic sisi tunakuwa hatupo responsible. Kwa Marichui maamuzi yake, aliuze, alifanyaje ni maamuzi yake. Ila nimelijenga kwa pesa yangu mimi hapa. Mama andikisha kila kitu hadi tofali hadi matofali pale dukani ni Mwemba. Kupitia media hizi wewe mara nyingi sana umeonekana umekuwa ukimkwaza sana mkeo. Wewe lini wewe unakaa na mke wangu mpaka unajua namkwaza? Kona nikimfurahisha au unajua kama nimefurahisha. Nafasi nzuri kwa ajili ya kumuomba msamaha. Yes. Umeongea jambo zuri sana na jambo zuri sana Roger. Nichukue nafasi hii. Nimwambie tu mzazi mwenzangu. Of course nimepiga marufuku ulitaja jina lako ni mtandao, lakini nimwambie mzazi mwenzangu. Inawezekana nina mabaya mengi sana nimefanya. Inawezekana nimemkwaza kiasi kikubwa, lakini akumbuke mazuri yangu, mema yangu. Akumbuke 2013 wakati sina kitu rafiki nilipokuwa napambana juu yake. Akumbuke namna gani nilivyomsumbua marehemu Ruge Mutahaba anisaidie connection naye akapata kazi ya kwanza benki yenu. Akumbuke namna gani nilivyompambania kutoka tawi moja kuja tawi lingine. Na akumbuke kipindi ambacho alipitia changamoto kubwa, nilikubali kuriski kila kitu kwa sababu yake. Kwa hiyo naomba nichukue nafasi hii nimwambie I'm so sorry. Kwa chochote ambacho kimemkwaza I'm so sorry, lakini natamani sana kutompa nafasi shetani. Kutompa nafasi shetani na muhitaji kwenye maisha yangu. Without her, without my family I'm nothing. Na miss Marichui, na miss yeye, na miss uwepo wao. Na sio kama napenda ninavyosafiri, ni kujaribu kujiweka kuwa na furaha. Na labda I'm sorry, nitaweka wazi zaidi. Ili jambo unajua nyinyi mmejua juzi, lakini we are not okay. Niliona nashindwa kwa sababu litakuja mbele litaniumiza. Kwa sababu kuna siku niliwahi kujua nipo kwenye kampeni na video akaniambia nice aligesi kitu. Nikajaribu kukataa, lakini nikikaa mwenyewe nashindwa. Kwa hiyo mbele itakuja kulipuka, alafu nitakuja kunipikia niwe katika mazingira mabaya. Naweza kupata mshtuko nikaanguka nikafa. Ndio maana nimeamua ku speak out. Inaonekana hili zito bija kufuata na mengine makosa ambayo labda ushayafanya nyuma. Kila binadamu anapita kwenye changamoto. Pengine Mungu alinipangia hii changamoto yangu. Lakini inshallah biidhnillah. Watu wanalaumu sana. Kwa nini mambo ya familia yako umeamua kuja kuweka nje? Tena baadhi ya wanaume wenzako. Sasa nimeshashindwa. Nimeshamsababu nimeshindwa. Nifanyeje? Pengine labda nikisema huku sasa nikasaidiwa akaona hata kidogo. Mtu wa dini, wewe mtu wa dini. Najua nimeshapambana kote. Sijafumaniwa. Mimi toka niingie kwenye ndoa sijawahi kufumaniwa. Sijawahi kucheat ndoa yangu. Tena naomba niweke very clear. Sijawahi kucheat ndoa yangu. Unajua msichanganye trending za mtandao na real life. Toka nimeingia kwenye ndoa yangu sijawahi kucheat. Mimi hapa. Acheni na skendo za Mwijaku mnemwona. Hapa namzungumzia Mwemba. Kuna Mwijaku ambaye anatengeneza trending na kuna Mwemba ambaye mume halali wa mama Marichui. Nipo makini maana ile barua niloipata kutoka jina. Niko makini sana. Wa mama Marichui. Sawa. Kwa hiyo sijawahi. Kwa hiyo ukiniambia dhambi ya kucheat sina. Sawa. Itakuwa na dhambi nyingine, matumizi mabaya ya hela, najilaumu. Nikiambia niwekeze hapa sitaki na kwa mjeuri. Of course. Mimi mmoja nasema kidogo, kabla hujaendelea zaidi mbele. Tuachana naye. Ndugu yako